Bwana, hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi ni full package wenyewe wanasema. Kuna shughuli nyingi hapa, kuna vivutio vingi sana. Moja ya vivutio hivyo kama unavyoona kule, watu wanapiga makasia. Bwana, ndivyo ilivyo utalii wa ndani. Tanzania tuna vivutio vingi sana ambavyo hakika tunapaswa tujivunie. Hifadhi inaitwa Pugu Kazimzumbwi, sawa. So kwenye hifadhi ya Pugu kwanza tuanze na jina, sawa. Jina la Pugu. Hifadhi imepewa jina la Pugu kutokana na mmea ndani ya hifadhi ya Pugu ambao huwezi kupata kwenye hifadhi nyingine yoyote duniani. So kwa jina la Kiswahili wanaita Pugu, ila kwa jina la Kiingereza au mimi jina la scientific name wanaita Miletia puguensis. So ni moja kati ya endemic species, nasema hivyo, ni ule mmea ambao unapatikana ndani ya hifadhi ya Pugu peke yake, huwezi kupata duniani. Lakini vile vile Kazimzumbwi, hifadhi yetu ni muunganiko wa hifadhi mbili, Pugu na Kazimzumbwi. Kwa Kazimzumbwi pia ni hifadhi ambayo zimeunganika, ndio maana hifadhi kaitwa Pugu Kazimzumbwi. Kwa ukijumuisha kwa hifadhi zote mbili ndio tunapata hizo eka 8965 kwa hifadhi zote mbili. Lakini vile vile ndani ya hifadhi ya Pugu tuna activity tofauti, shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika ndani ya hifadhi. Kwa hiyo shughuli ya kwanza tunasema ni hiking, sawa. Watu wanaweza wakafanya hiking ndani ya hifadhi ya Pugu au kupandisha milima. Yes, tunasema ni kupandisha milima, upandishaji wa milima. Kwa hiyo kuna almost kama kilomita 5-10 na kuendelea kutokana na njia ambazo zinakwenda ndani ya hifadhi, na mgeni, fitness ya mgeni pia ambayo hanayo kwenye utembeaji. Lakini vile vile tuna shughuli ya camping, ni kufanya kambi ndani ya hifadhi. Kwa watu wanalala ndani ya hifadhi, wanatumia hema. Kuna hema tofauti ambazo zinaweza kubeba watu 2 hadi 3 na kuendelea. Lakini vile vile ndani ya hifadhi ya Pugu tuna mchezo wa boat kayaking, tunasema canoe. Kwa watu wanaweza wakaendesha, au mchezo wa kupiga kasia tunasema. Watu wanaweza wakafanya huo mchezo wa kupiga kasia ndani ya hifadhi ya Pugu, kwa sababu tuna bwawa ambalo linaitwa Minaki Dam. Lakini vile vile hilo bwawa la Minaki, jina la Minaki pia ni mti, ijulikane hivyo. Ni moja kati ya species ya mti unapatikana ndani ya hifadhi ya Pugu, na ndio maana pia bwawa likaitwa Minaki. Lakini vile vile tukitoka pale nje ya geti tulipotoka, opposite na geti kuna shule inaitwa Minaki, kama tunaijua. Ile shule pia ilipewa jina la Minaki kutokana na hiyo miti, sawa. Na ndio vile vile watu wakaamua kuita hili bwawa Minaki. Tunapaswa tujivunie sana. Ni kwa gharama ndogo sana, shilingi 5,000 tu. Kwako wewe mtu mzima unakuja hapa unapiga zako makasia. Kwa mtoto ni shilingi 2,000 tu. Sasa unangoja nini sasa? Mimi naitwa Selemani Nzaro, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Habari Leo. Nzuri sana. Ni zoezi la maana sana. Kwanza lina faida nyingi. Ya kwanza ni kama sehemu ya mazoezi, kupiga makasia. So unajua ni sehemu ya mazoezi. Lakini pili, kwenye maji unapata hewa nzuri ambayo inapita kwenye maji kule. Tatu, unapata experience ya namna ya kuendesha chombo kwa kwenye maji, kwa sababu kwenye maji kuna upepo. Chombo huwa kinapelekwa na upepo. Kwa hiyo unapokuwa huko pale ukijifunza namna kulipiga ile pedo, unajua kulikuwa na upepo, natakuwa nikienda kulia nipige pedo vipi, nikitakwenda kushoto nipige vipi, hivyo. Lakini lingine ni kule kuondoa uoga unapokuwa baharini. Unajua unapokuwa kwenye maji, huwa watu tunaogopa sana maji. Lakini unapoingia pale ukiangalia chombo kinakaa vizuri na nini, unapata confidence ya kuweza kuendelea kuishi kwenye maji nini. Wakati naingia nilikuwa na hofu. Hatua 2-3 nilifikiri nitarudi, lakini baada ya kupiga hizo hatua 2-3 nilitamani nisirudi kutokana na raha ambayo naipata kule. Kwa kweli mambo ni safi kabisa. Hiyo yote inapatikana Kazimzumbwi hapa Pugu. Nimeona hii sehemu ni nzuri kwa ajili ya kutalii baada ya kuambiwa na zangu. Kwa maana nimefika hapa kwa ajili ya kutalii, lakini nimeenjoy baada ya kuona haya mazingira. Mimi kwa jina langu ni Wilson Malima, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Bana, tuko hapa kwenye hili dimbwi la Pugu Kazimzumbwi Pugu bwawa. Hii si mara yangu ya kwanza, ni mara yangu kama ya 4 hivi kuja kufanya hii kazi ya kupiga makasia, ama wenyewe wanaita kayaking. Kusema ukweli, nilipokuwa hapa kwa mara nyingine tena nimeweza kupata uzoefu na hali ya tofauti kabisa. Kipindi nilivyokuwa kwenye maji, unapiga ile makasia, unaenda unaangalia view ya miti, unaangalia
jinsi uoto ulivyo na upepo unavyopiga, unapata kurefresh akili yako, yani unakaa vizuri kabisa. Kusema kweli nimeweza kuenjoy, nimepata raha na nimefurahi, japokuwa muda uliisha, lakini nilitamani kuendelea kukaa zaidi. Labda tu ni wahamasishe na kuwaita watu wengine ambao hawajapata experience kama hii waweze kufika hapa kwenye ili waweze kujiangalizia, wapate experience mpya. Lakini pia kuna samaki, unaona jinsi wanavyoruka, lakini pia unaangalia jinsi kuna ukijani na mazingira yalivyo, yani kuna ile experience yani wanaita ni unforgettable. Labda niwakaribishe na wengine waweze kuja kupata experience hii, ni ya kipekee na ya aina yake, na bei ni nafuu, ni affordable, yani huwezi imagine unalipa shilingi 5,000 tu.